kuchangia walau kidogo kwenye finance bill, mswada wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa kamati ya bajeti na Mheshimiwa Waziri, mzee wangu mzee Omar, mmetuheshimisha wabunge kama wawakilishi wa wananchi katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumetoa maoni na kuna muda tumetoa maoni kwa ukali, kwa sababu tulikuwa tunajua jambo hili lilikuwa linakwenda kugusa wananchi wetu, na sisi kama wawakilishi wa wananchi ni kazi yetu kukaa humu ndani kuzuia lolote ambalo litaenda kutuletea damage kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri, una ngozi ngumu na Mwenyezi Mungu akujalie uendelee hivyo hivyo. Tuliongea kwa ukali, umevumilia na baadaye umeenda kufanya maamuzi ambayo yanaenda kuwapa furaha wananchi wetu moja kwa moja. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni yeye na serikali yake ya awamu ya 6 ambao wamekuwa wasikivu. Ukisema serikali sikivu ni pale tunaposema wasikie, na kama tumesema wamesikia, sisi tunakuwa mashahidi kwamba serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni sikivu. Ukiangalia katika mswada huu wa sheria ya ushuru wa bidhaa, sura namba 147, ukurasa wa 18 mpaka wa 20, angalieni katika maoni ya kamati, kuna swala ambalo linahusiana na bodaboda. Wote tulisimama hapa kwa pamoja baada ya wataalamu wetu kutuletea maoni ambayo walitaka tuyapitishe yaende yakawe sheria ya kuongeza tozo kwa bodaboda. Wabunge wengi walitoa maoni yao na mimi nilisimama nikatoa maoni yangu hapa, na leo tumepata maoni ya kamati yakionyesha kwamba yanaenda kuondoa hiyo kodi ambayo tuliipinga kuhusiana na bodaboda na yanaenda kupeleka furaha kwa bodaboda. Mheshimiwa Mwenyekiti, bodaboda ni ajira, bodaboda ni maisha. Ukimdharau bodaboda ni kwa sababu wewe unaendesha gari. Bodaboda anakuwa na kero sana kama wewe una gari, lakini kama hauna gari, bodaboda anavyotuingiza kwenye vichochoro vya mitaani, utamheshimu bodaboda. Na mimi nitumie bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwashauri ndugu zangu wa bodaboda, angalieni jinsi wabunge tunavyowapigania humu ndani kuwaondolea kila kero ambayo inaletwa kwenu. Tunaomba sana msituangushe. Nendeni kwenye vijue vyenu, hakikisheni wale ambao wanatumia bodaboda kufanya uhalifu muwaondoe kwenye vijue vyenu. Msikubali wawaharibie hii kazi. Msikubali watu watumie bodaboda kama sehemu ya kudhuru watu, ya kuibia watu, wasitumike kwa ajili ya uhalifu. Hawa wanawaharibia sifa yenu, na sisi kama wabunge tutaendelea kuwalinda. Tumeelekezwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema hakikisheni mnalinda haki ya wananchi waliotupigia kura, na hiyo ndio kazi tutakayoifanya humu ndani. Kwa nikupongeze Mheshimiwa Waziri, niipongeze kamati ya budget kwa kuondoa tozo ya bodaboda ambayo ingeenda kutuletea kelele mtaani, na huko mtaani sasa hivi ni shangwe tupu kwa kazi ambayo tumeifanya humu ndani. Lakini la pili, kwenye biashara, nimeona kwenye sheria ya fedha serikali za mitaa sura namba 290 ukurasa wa 12 mpaka 13, kwenye maoni haya ya kamati ya budget imezungumzia namna ya kuongeza 5% kwenye zile 10% ambazo zilikuwa zinatumika katika halmashauri. 4% za kukopesha vijana, 4% za kukopesha wakina mama au wanawake, 2% ilikuwa ni kwa ajili ya walemavu, lakini tumeongezewa 5% kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ukija kwenye jimbo la Kigoma mjini, hii pesa inaenda kunisababisha nikae bungeni hata miaka 40. Na kuhakikishia na nitawaambia hapo wabunge ni nini kinaenda kufanyika. Katika jimbo la Kigoma mjini tuna masoko mengi sana ya jioni.
Tuna soko la Mwanga linaitwa Mwanga Night Market maarufu kama soko Marungu. Tuna soko la Ujiji linaitwa kwa Noti, ni soko la jioni pia. Tuna soko la Gungu, ni soko la jioni pia. Tuna soko la Kakidagala ambalo liko kata ya Buhanda. Tuna soko la jioni Bangwe. Haya masoko halmashauri inaenda kutoza ushuru kwenye haya masoko, lakini yana hali mbaya sana. Mengine hayana vyoo, mengine hayana taa. Wananchi wanatumia vibatari kumulika biashara zao. Kutumia hii 5% tunaenda kubanana koo na mkurugenzi kuhakikisha tunaenda kuwafungia taa wakina mama wafanye biashara zao usiku huku wakiziona biashara zao vizuri. Kwa hiyo kwa kazi hii naenda kuifanya, na ninaomba sana waheshimiwa madiwani huko mlipo, sisi tumepambana huku, pesa inaletwa kwenye halmashauri, muweze kusimamia kwenye halmashauri. Tunaomba sana mtusaidie makusanyo yapatikane kwa nguvu. Msikubali janja yoyote ya wakurugenzi. Tuwabane wakurugenzi, pesa ipatikane, hii 5% iende kaboreshe maeneo ambao wafanya biashara yetu wanafanya biashara. Ukienda soko la Gungu pale Kigoma mjini, mvua ikinyesha, maji yanapita katikati ya soko. Kwa hela hizi za 5% inatosha kabisa kuzungushia mtaro wa soko ili maji yapate njia ya kupita na asipite katikati ya soko. Na ndio maana nikawaambia kwa namna nitakavyoenda kuzisimamia hizi pesa, na uhakika 100% zitanipa nguvu kubwa huko tunapokwenda. Lingine hapa ndani nimeona limezunguziwa swala la kamari. Kamari. Kwenye nchi yetu ya Tanzania, kamari sio kosa kisheria. Kamari hizi ambazo zimesajiliwa kubeti, lakini kamari za mtani nje ndani mtakamatwa vijana. Sasa mapendekezo ya mwanzo yalikuwa mtu akienda kubeti kama na 100,000 akatwe kwenye lile dau lake kabla hata hajala hajapata chochote. Lakini taarifa sasa Keisha, kila nikiongea unatoa taarifa mama, au unataka uonekane kwenye hizi video zangu? Mheshimiwa Chipando, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Keisha. Nilikuwa namuomba mzungumzaji declare interest kwenye ile eneo la kamari. Mheshimiwa Chipando, unapokea hiyo taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiruhusu haya mambo, kwanza siipokei. Ukiruhusu haya mambo ya mimi ni declare kwamba kuhusiana na kamari, na yeye kuna vitu nikimwambia declare hapa vitakuwa ni mambo ya aibu. Ana mambo ya aibu. Nikimwambia declare hapa itakuwa ni vita. Kwa hiyo all in all, mimi najua ni rafiki yangu ananitania. Mheshimiwa Chipando, muda umeisha, lakini malizia, ulikuwa hujamaliza ile sentence. Yes. Watu wanaobeti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani wabunge wengi hapa hawana elimu ya kubeti. Mimi nimebeti sana. Wala kama alikuwa nataka hiyo kwa nimwambie, nimebeti sana, najua. Watu wengi hawana elimu ya kubeti. Kwenye betting, Mwenyekiti, mpaka sasa hivi mtu akila mkeka anakatwa hela. Akipata, kwa mfano ameweka 10,000, akipata 200,000 anakatwa karibia kama 24,000 hivi kama sikosei. Anakatwa. Kuna mkeka wangu kabla sijawa mbunge nilipata kama milioni 100 na kitu. Hela taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa anamalizia mchango wake. Kwa hiyo haya mapendekezo ya kamati ya kuondoa yale makato kwenye mtu anapobeti na kuyapeleka pale ambapo mkeka wake utakuwa umetiki kwenye ile faida anayoichukua agawane na serikali, mimi naipitisha 100%. Mmefanya mambo sahihi. Asante. Na hapa niwaambie vijana wetu, kamari sio mchezo mzuri sana. Sio mchezo mzuri sana. Lakini kwa sababu wanapata pesa kihalali, hawamkabi mtu, na sheria za nchi yetu inaruhusu watu waendelee kubeti. Tunaomba mnapotandika mikeka tandikeni kwa uzuri ili mnapopata faida na serikali iokote humo. Mheshimiwa Chipando, basi kwa kusema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza sana kamati ya budget, nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mzee Omari, nampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupa furaha. Mimi kama mfalme wa bodaboda hivi naamini 100% naenda kukanyaga Kigoma mjini pale tarehe 27. Ni mapokezi makubwa ya bodaboda kwa hichi ambacho kimefanywa na serikali ya awamu ya 6. Asante sana Mheshimiwa. Naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana.